Haleluya hosana, haleluya hosana. Thank you Jehovah. Na kwa nini asante? Kwa sababu asante siku zote nitakuwa nikianza nayo, na napenda kuanza nayo kwa sababu asante ni neno dogo lililobeba vibrations za shukrani. Na shukrani au gratitude ni vibes ambazo zina nguvu ya kushift kutoka negativity kuja positivity. Shukrani ina nguvu ya kutoa ambacho hakiko sawa kuja kwenye ambacho kiko sawa. Asante Mungu kwa sababu navuta pumzi. Asante Mungu kwa sababu na nafasi nyingine ya kufanya hivi. Asante hata kama kuna mengine ambayo yako sawa, kuna ambayo yako sawa. Na nafanya hivi kumencourage mwingine kujifunza kuwa na shukrani. Iko hivyo. Maana ulimwengu kuna namna unavyofanya kazi. Ukiwa ni mtu wa shukrani, ulimwengu unakutengenezea namna uendelee kushukuru. Ukiwa ni mtu wa kulalamika na kulalama, ulimwengu utaendelea kutengenezea namna ya kufanya maisha yako yawe ya kulaumu na kulalama. Iko hivyo. Nahisi iko hivyo. Na sio tu nahisi iko hivyo, nachokihisi huwa ni kweli iko hivyo. Leo nina download. Hii download nilionayo na nataka kuishare hapa. Nitaiweka kwa neno la power of solitude, yani nguvu ya kubaki peke yako. Maana solitude ukiweka kwa Kiswahili ni ule wakati wa kubaki peke yako, pale unapokuwa peke yako, sehemu ambayo unakuwa faraha peke yako, ile ndio solitude. Hapa nilipo sasa hivi mimi niko kwenye solitude. Nimekuja ni mazingira ya beach, yani ni ziwa, alafu kuna miamba mikubwa ambayo imetengenezwa, imezingirwa na nature. Ni sehemu nzuri kukaa kumeditate. Kwa niko sehemu ambayo ni solitude. Kwa nini nataka kuzungumzia kuhusu power of solitude? Ni kwa sababu nimejifunza kuna nguvu kwenye solitude. Kuna nguvu kwenye kubaki peke yako. Pale unapobakia peke yako kuna nguvu. Nitaelezea kwa experience zangu, nitaelezea na vile ambavyo nimejifunza, ili kuleta maana kwa nini solitude ina nguvu. Mimi naamini pale unapobaki peke yako, ule wakati ambapo unakuwa peke yako, kwanza kabisa pale ndipo ambapo una nafasi ya kuwa wewe bila kuwa judged. Yani pale ndo una uwezo wa kuwa wewe na madhaifu yako, kuwa wewe kama ulivyo, bila aibu, bila chochote. Pale ni unakuwa wewe. Kwa hiyo pale una reflection, ni kama una kioo unajiangalia. Kwa hiyo ule wakati ukiutumia vizuri, wakati wa kujiangalia, utakuta unaanza kujitambua taratibu. Maana ni unakuwa na wewe, unakuwa na kampani yako. Utaanza kuelewa madhaifu yako, utaanza kuelewa nini kiko ndani yako, utaanza kuelewa pengine na kusudi lako. Maana ndipo wakati wa kujiuliza maswali mengi. Iko hivyo. Pia ukisoma kwenye maandiko, watu wengi ambao Mungu aliwatumia. Maana hata hapa kwa nini naongea hichi kitu, ni channel ambayo iko spiritually, naongea spiritual stuffs, naongea vitu ambavyo ni kama kuonyesha safari yangu ya kiroho, au kumuonyesha mwingine anayetembea safari ya kiroho yuko wapi, au yuko peke yake. Iko hivyo. Na itakuwa na msaada kwangu mimi naye itengeneza na kwa ambaye anaisikiliza. Kwa hiyo ukiona uelewi, ni hayakuhusu, yani waachie ambao wanaelewa. Unaweza usicomment, unaweza usilike, maana staff viewers pia. Iko hivyo. Ukisoma kwenye Bible, watu wote ambao Mungu alikuwa akiwatumia walikutana na wakati wa solitude, walikutana na wakati wa isolation, walikutana na wakati wa kubaki peke yao, walikutana na wakati wa kutengwa na jamii, walikutana na wakati wa kutengwa na society. Na sio kutengwa na society kwamba society na wasukuma, hamna. Huwa wanasetiwa apart, huwa wanaondolewa. Mungu huwa anawaondoa katikati ya jamii, huwa anawaondoa kwenye familia zao, huwa anawaondoa pengine kwenye jumuiya zao, anawaondoa kwenye marafiki wao, anaondoa kwenye familia zao, kwenda kuwatengeneza au kwenda kuwaandaa. Kwa hiyo ukiangalia kwenye Biblia, Musa alikaa solitude,
aliondolewa kwenye nyumba ya ufalme, aliondolewa kwenye palace ya Farao, aliondolewa kwenye hekalu la Farao, aliondolewa kwenye kasri la Farao. Maana Musa kwenye maandiko inaonekana aliokotwa na binti Farao, kwa alilelewa ndani ya jumba la ufalme, na mara baada ya muda aliona mtu wa jamii ya Misri akimuonea Mwisraeli, akaenda kumtetea, akampiga yule Misri mpaka akamuua. Alivyomuua ikawa shida kwake, yani ikawa ni kama kesi, akamfukia yule mtu afu akakimbia mbali. Kwa hiyo akaondokaga kwenye watu wake, kwenye nchi yake, kwenye watu waliokulia, na hata mama yake hakuwa na mahusiano naye. Iko hivyo. Kwa hiyo alipitia solitude. Ukija kwa Kristo ambaye ndiye mwongozo wetu, ambaye ndiye blueprint yetu, hata yeye tunaonyeshwa alikuwa kuna wakati anaenda peke yake kulala Mzeituni, mlima Mizeituni, alikuwa akihitaji muda wa kubaki peke yake. Tunaonyeshwa pia alichukuliwa jangwani siku 40. Kuna miaka 18 pia ambayo haionyeshwi Kristo alikuwa wapi kwenye Biblia. Hiyo nayo alikuwaga kwenye nyakati za kusetiwa apart na familia yake, kusetiwa apart na mazingira yake ya nyumbani. Alikuwa akienda huku na kule kutrain. Iko hivyo. Kwa hiyo alikutana na wakati wa solitude, na hapo ndipo ambapo nguvu ilipo. Iko hivyo. Hapo ndipo ambapo Mungu anazungumza na watu wake. Ili mtu asikilize hii video au hii audio ambayo niko na itengeneza hapa, au ambacho niko na kizungumza hapa, naamini ili aende sawa na mimi, ni mtu anatakiwa awe kwenye solitude. Au huyu mtu ambaye ataifind hii video ni mtu ambaye yuko kwenye solitude. Na ukishasikiliza hii video, nyuma ya hii video kuna energy. Nyuma ya hii video kuna nguvu imewekezwa, kuna energy imewekezwa kwenye kuitengeneza hii video, ili ikawe na impact kwa mwingine, ikawe na energy kwa mwingine, ikawe pengine kama remembrance kwa mwingine, kumkumbusha mwingine. Kwa utajikuta umepata kitu cha thamani, lakini umekipata wapi? Kwenye solitude. Utajikuta umeelewa kitu cha thamani kwa sababu uko wapi? Kwenye solitude. Mimi mwenyewe ili niweze kurekodi kitu kama hiki, ili niweze kufanya kitu kama hiki, nahitaji kuja sehemu kama ambavyo nimeelezea mwanzo, sehemu ambayo ni solitude, sehemu ambapo hakuna watu, sehemu ambapo hakuna distraction, sehemu ambapo hakuna miingiliano ya sauti nyingi. Iko hivyo. Kwa hiyo nadhani inaanza kuleta maana kwa nini solitude ina power. Mimi pia huwa naamini isolation means growth, yani pale unapobakia peke yako kabisa. Nimeshatangulia kusema ni kama unakaa na wewe, unakaa na madhaifu yako, unakaa kama na kioo, unakaa una reflect. Unapokuwa na wewe, umejiwekezea muda wako wewe, huwa unakuwa. When you focus on shit grow. When you focus on yourself, you grow. Unapowekeza akili yako kwenye ubatili wa dunia unakuwa mkubwa, ubatili wa dunia unakutawala. Unapoelekeza focus yako kwako wewe mwenyewe, unapoelekeza focus ndani yako patafunguka, ndani yako patakuwa. Iko hivyo. Kwa hiyo isolation huwa ni growth. Kubakia peke yako huwa ni unatengenezewa kukua, pengine kiufahamu, pengine kiroho. Iko hivyo. Na without saying many things, naomba ikawe na uponyaji, naomba ikawe na healing kwa mwingine. In the name of Yeshua, Ashe, over.